na mimi naendelea vizuri pia, naendelea kupambana. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana mponya nayo. Bwana umponya nayo. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana umponya nayo. Niwakaribisheni siku ya Jumatano ambayo ni siku njema ya kujifunza. Neno la Mungu huwa ni kila siku, na Jumapili tulijifunza jinsi watu wanaomtolea, aina tatu za watu wanaomtolea, wasiomtolea Mungu, jinsi laana zinazowafuatilia. Kwa hiyo leo tutaangalia jinsi watoaji wa zaka au fungu la 10 wanavyozifungua mbingu juu ya maisha yao. Ni kweli kabisa. Katika kitabu cha Malaki sura ya 3 na mstari wa 10, tuende tukasome pale. Malaki sura ya 3 mstari wa 10. Na mstari wa 10 itasoma katika jina la Yesu. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nakushukuru Mwenyezi Mungu, yabariki maneno haya, neno lako la uzima ambalo limekuja katikati ya watu wako, masikioni na ndani ya vichwa vya watu wako. Nami pia ni mwanafunzi nayejifunza. Mungu niongoze, nisaidie, niwezeshe nitakaposimama hapa, na wote watakaosikia, dunia nzima inayosikia, na watu wote katika mitandao yote, wabariki watakaosikia, uweze kuwabadilisha katika jina la Yesu. Amina. Anasema leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Kanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana Mungu wa majeshi, mjue kama sitafungulia madirisha ya mbinguni. Kwa hiyo tunataka sasa jinsi watoaji wa zaka au fungu la 10 wanavyozifungua mbingu juu ya maisha yao. Fungua mbingu. Mwanzoni kabisa, kwa wale watu wasionifahamu, ingewawea vigumu kuona misimamo niliyokuwa nayo, kusema mbona mchungaji ana misimamo mikali? Hivi kweli mchungaji huyu atakuja kuwa na kanisa la mahali akiwa na misimamo hii? Mbona natenga watu sana kanisani? Sema tunatenga kwa sababu tunawaonya kwa neno la Mungu, jamani, kaeni katika mstari sahihi, mwende mbinguni. Sasa watu wao hawaelewi au wanabipu au wanaangalia kawaida zao. Baada ya kuziangalia kawaida zao, vile walivyozoea makanisani kwao huko, wanataka wakija na hapa kanisani wafanye vile vile. Kwa hiyo sasa mimi nilishakubaliana kuchukua hatua hiyo, na ninakaribia miaka 20. Mwaka 2028 itakuwa nimetimiza miaka 20 hapa kanisani. Kwa hiyo sasa na tabia ile ya kimungu, mwendo ule, mbio zile, sijapunguza mwendo. Jamani, sijapunguza mwendo. Utoaji ule, utiifu ule, sijui tabia za kimungu zile, sijabadilisha eti kwamba nijaze watu halafu nipate vitambi au nipate mafedha au nipate vitu gani. Kwa nini niliamua kufanya hivi?
Mimi niliitwa nikiwa na gari, niliitwa nikiwa na gari, naendesha gari mwenyewe na maduka yangu 5 6. Kwa hiyo sikuwa na shida yoyote kwamba nianze kutafuta maslahi kwenye neno la Mungu. Hapana. Kwa hiyo hata sasa sitafuti maslahi kwenye neno la Mungu kwamba nihubiri vizuri ili watu ndio wanilipe vizuri. Hapana, hatuendi mwendo huo. Biblia ni tofauti. Anasema tafuteni kwanza ufalme wake, ufalme wa Mungu na haki yake Mungu, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Huo ndio msimamo wetu wacha Mungu wote, sio mimi peke yangu na wale wachungaji wengine na yale makanisa mengine yote ambayo yanapenda Yesu, yanapenda Mungu, yanapenda utukufu wa Mungu na nguvu za Mungu na uwezo wa Mungu, na wanapenda utiifu. Sasa kuna neno moja lilikuwa linanishauri sana la Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 1 na wa 2. Naomba tulisome. Kumbukumbu la Torati sura 28. Hili neno lina muhimu sana. Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 1 na wa 2. Mstari wa 1 na wa 2 nasoma kwa jina la Yesu. Halafu tutakwenda kusoma wa 9. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote nikuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Safi sana. Mstari wa 9. Ngoja. Endelea mstari wa 3. Mstari wa 3. Na wa 3 na wa 4, halafu ndio wa 9. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa tauni, utabarikiwa na mashamba, utabarikiwa vijijini huko shamba, utabarikiwa uzao wako na uzao wa nchi yako, ndio, na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako litabarikiwa kapu. Basi. Amina. Usinogewe sana. Tuendelee mstari wa 9. Mstari wa 9. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake kama alivyokuapia utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Kabisa. Haya ndiyo maneno yanayonishika mimi, yaliyonishika mimi, yanayoshika mimi, yanayotaka kushika na wewe pia. Utabarikiwa mjini hapa Dar es Salaam, Mbeya, Iringa, wapi, Katavi, Kigoma. Utabarikiwa sijui Songea, utabarikiwa Arusha, wapi, mjini, kijijini pia. Utabarikiwa kote. Kwa hiyo kupitia maandiko haya tumepata nguvu kubwa, na kitu cha kwanza ambacho nilichoanza nitafuta nguvu ya Mungu, lakini nilianza kitu ambacho nimefanya muhimu sana, ambacho hata mtu angepiga baraka hiyo hawezi kuichukua. Nilijenga kanisa. Kwanza kabisa nilijenga kanisa. Ukija hapa kanisa la Mgweni, hapa kanisani, zunguka nyuma hivi. Ukizunguka huku nyuma utaona kuna kanisa la watoto pale. Lile kanisa nimejenga peke yangu na mke wangu, bila mchango ya watu wote. Tumeenda kununua vitu pale juu pale, hapo Ubungo hapo, tumeenda kununua vitu, tukanunua na mabati, tukanunua na kila kitu, tukaanza kujenga, tukanunua na vyombo vya muziki. Kwa hiyo kutii maagizo ya Mungu, tunaendelea kutii. Nadhani Mungu hajawahi kuaibisha watu wanaomtii hata siku moja. Kumbuka hayo tunayafanya mwaka 2008 mwezi wa 6. Hatujaanza kanisa, maana kanisa tumeanza 2008 mwezi wa 11, mwezi wa 6, tukiwa
tunasali kwa mchungaji David Masaka Nyanda, anasema kaanzishe kanisa humo sebuleni kwenu huko. Kwaya, yaani jamani, waneni ajabu sana. Kwaya iliyokuwa inaimba ni ya huyu mama mchungaji na watoto wake Masigero wawili na mtoto wake sio wawili, halafu wanaimba wakiwa watano. Ilikuwa inaitwa Zone ya Teta. Lakini leo watu wakiingia kwenye kwaya wanasema mama mchungaji hafai. Unaona kitu namna hiyo, wakati ndio kwaya mwenyewe kaianzisha. Umeona hicho kitu? Eti bwana, umeona hicho kitu? Yeye ndo kaianzisha, katoka nayo kwa Bunju. Kwaya ya Teta, jina hilo lilitoka Bunju. Walikuwa wanaimba ni nyumba hii, yeye na Amos Joshua na mtu mmoja anaitwa hebu nikumbushe wale mabinti wawili. Nani? Jessica. Jessica alikuwa mtoto wa dada yake na yule mwenzake wa pili nani? Na Rubeni mdogo wangu. Kwa hiyo wakaanza ni kwaya ya familia nyumbani. Leo hii tukiunganika familia tukafanya kitu, watu watasema ni familia imefanya. Yaani watu wakishiba aisee, wewe acha tu. Watasema ya kusemwa. Lakini kwaya hii inayoitwa Bethlehem ni kwaya ya mama mchungaji aliyounda akiwa sebuleni, na ilikuwa inafanya vizuri, inaimba kwenye parish ya Bunju. Hapo hatujaanzisha kanisa. Bwana asifiwe. Jamani, tuko pamoja. Kanisa halijaanza, hii kwaya inaimba huko. Mimi nawaambia, mimi ni mwimbaji lakini siwasaidii. Kwa sababu gani? Tayari mimi nina wito wa kumtumikia Mungu. Kwa hiyo nikiingia kuimba nitafanya kazi. Keyboard nikaanza kujifunza, lakini nikaona kujifunza keyboard inachukua muda mrefu kuliko kuangalia Biblia. Bwana ni Feniasi. Darasa ngapi alikuwa? La 4 la pili. Feniasi na Kaptura na Paulo ndio sasa wanasimamia kwaya. Feniasi ngoma na ngoma. Hapa najaribu kuzungumza kuhusu fungu la 10, sadaka za watu walizokuwa wanamwaga. Sasa marafiki nimekuja kuwapata kutokana na hii kazi, kwa sababu walifuatilia wakaona huyu jamaa hali hata 100. Nikampata Mkatoliki mmoja ambaye tuko naye mpaka leo. Mungu ambariki mahali popote alipo, na yeye Mungu amuinue juu, na anaendelea kumuinua kweli, afike mpaka Ikulu. Nikampata na Mkeketi mmoja Finland, yeye alishastaafu. Nilikuwa nao watu 3. Hao kwa kweli nilikuwa nao muda mrefu. Sasa hao wawili waliobakia, mmoja tulikuwa tunaongea naye jana kwa nyumbani juzi, wanafurahi sana jinsi kazi inavyoenda. Unajua kinachomaanisha mbele za Mungu ni kweli. Kweli ya Mungu ikizungumzwa mahali popote itawafanya watu wasimame imara. Kweli inapokuwa inazungumzwa hapa, nilishaamua kusema kweli, na hii kweli tunairekodi kabisa, tunairusha. Kwa hiyo kuna watu kama ndo karibia watu 2000 tumeanza juzi tu kuiweka vizuri, na huyu kijana tunakaribia watu 2000 ambao wanatufuatia kila siku. Lakini tutakapokuwa tumemaliza wiki hii, nadhani tutakuwa tumefika kwenye 1000 na kitu. Kwa hiyo tunaendelea. Kinachozungumzwa hapa ni hiki. Jambo la kwanza, watoaji wa fungu la 10 husababisha mbingu kufunguliwa juu ya maisha yao. Watoaji wa fungu la 10 husababisha
mbingu kufunguliwa juu ya maisha yao. Malaki sura 3 mstari wa 10. Rudia tena usome, maana muda umepita. Malaki 3:10. Malaki sura ya 3 mlango wa 10. Soma katika jina la Yesu. Ndio. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Kabisa. Iwe kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Hiyo siri nilishaigundua, tena niligundua zamani sana. Kama mimi nilibatizwa mwaka wa 84, huu ni mwaka wa 40 ngapi? 42. Mtu wa miaka 42 si mtu mkubwa tu mwenye heshima zake, na kama ni mwanaume tu hivi tumeshaanza kuwekwa hivi kidogo, kama ni mwanamke ndio usiseme. Kwa hiyo baada ya kufuatilia haya mpaka leo nafuatilia, nani alikufundisha kutoa fungu la 10? Ni baba yangu mimi mzazi. Nilipoenda kanisani nikakuta fungu la 10. Wakati tunasoma Sunday school, walimu wetu walijitahidi sana kuonyesha utoaji, na walitufundisha, tulikaa vizuri. Sasa tulipoanza kazi zetu, kwenye kazi za watu ilikuwa ni mishahara. Tumefanya kazi za mishahara tukafanya mpaka 91, tukaacha 92, ndio tunaanza sasa biashara zetu. Hapo sasa nina mke, biashara zetu ndogo sana, mtaji 7,000. Mtaji shilingi ngapi Benji? 7,000. Unatoa fungu la 10, unatii masharti yote, unafanya nini? Kile ambacho kinabakia kinakuwa. Tukaanza ukuaji. Mimi nimeanzisha kazi mpya nyingi za makanisa. Sijaona mtu aliyekuja kuanza kanisa akiwa na gari, sijawahi kumwona. Wote wanakuja wanalialia. Sijawahi kuona mtu anayekuja kuanza kazi ya Mungu akiwa, ni wachache. Nimeona ni wachache wenye nyumba, wachache sana. Nimeona wachache sana wenye nyumba zao binafsi, ni wachache. Wote wanabebwa, ni wachache mno. Sasa basi, mimi na kufundisha wewe ujue namna ya kufungua baraka za mbinguni. Nilisema 10% ya pato lako unalopata kila wakati ni 10 tosha kitakacho kuwezesha wewe kufanya mambo ya Mungu. Mwanzoni nilikuwa nikijiuliza, kwa nini mtu ana Roho Mtakatifu halafu akiweka mkono juu ya mgonjwa haponi? Kumbe jibu ni rahisi tu. Mtu ana Roho Mtakatifu akiweka mikono juu ya wagonjwa wasipone hata mmoja. Kwa sababu gani? Hatoi fungu la 10. Hebu wewe fikiria, na hata wewe mwenyewe inakaa vizuri. Wakina Benjo wanasema ina make sense. Wewe Benjo uligundua nini ulipokuwa hapo? Kwa kipindi chote tulikuwa miaka 8 ukiwa huko pamoja na mimi hapo. Uligundua nini? Mtu yeyote ambaye sio mtoaji, hata fungu la 10 peke yake, hata vitu vingine, hawezi kuwaombea watu wakapona. Hata kuwa na nguvu, hatakuwa na nguvu ya kusimamia mwenyewe, lakini nguvu ya kusema malize itakuwa ni ngumu. Kwa nini nasema hivyo? Walipokuja kunikagua watu mbalimbali waliohubiri madhehebu tofauti, walikuja nyumbani kukagua nguvu inayotumia inatoka wapi. Je, ni viini macho au ni kitu fulani? Kumbe hata mipaka ya nchi ya Tanzania ilikuwa sijaivuka kama sasa hivi.
Kumbe ni utoaji. Mpigie Bwana Yesu makofi. Utoaji ndio unaompa mtu nguvu. Utoaji ndio unaompa mtu nguvu. Ukimtolea Mungu chochote kile, ukampa Mungu, utakuwa na nguvu daima. Muone kwamba sitafungulia baraka za mbinguni. Na baraka zingine tumezisoma kwenye Kumbukumbu la Torati ngapi? 28, 1, 2 hadi 4, halafu 9. Muone kama sitawafungulia baraka. Kumbe mara ya kwanza nilisema utii. Hapa tumesoma 28:1 ni utii. Lakini tumesema 4 na 5 ni baraka. Unabarikiwa maeneo unayokwenda. Kila eneo unalokwenda. Kweli kabisa. Ninyi wakina Stella wa hilo, tukumbushane ukweli. Kama hapa palikuwa panakalika, hapa kanisani hapa, nyoka, maelfu ya nyoka yako hapa, wewe unaweka kanisa pale chini. Kwa hiyo nyoka wanapita tu rahisi tu, wewe unakuja kuzuia nyoka. Mvua ikinyesha na nyoka 20 ambao imesomwa imeleta, kwa hiyo watoa huko barabarani na waleta huko kanisani. Kwa hiyo kinachofanya kazi hapo ni nini? Baraka ya Mungu. Baraka ya Mungu. Kwa hiyo kitu ambacho nimegundua kinachowasaidia watumishi wengi kufanya kazi ya Mungu vizuri sio wezi, ni watoaji. Tena mafungu ya 10, misaada kwa wajane, kwa yatima, kwa wasiojiweza, watu mbalimbali. Watu wanaponea kwa watumishi wa Mungu, watu wanaponea kwa washirika wa kanisani, watu wanaponea kwa watu wa Mungu wa mahali popote kanisani. Kanisa lolote, sio FPCT tu, hata madhehebu mengine pia. Asifiwe Bwana Yesu. Amen. Watu wanaponea huko. Kwa hiyo Mungu anafuatilia duniani mote. Jumapili tuliimba macho ya Bwana yao kila mahali. Ya kidini, kuna mtu anakumbuka kwa sauti, macho ya Bwana ni makali. Naona leo umejipanga kuja kuimba. Tena hakuwepo. Umeimba kwenye nani? Ameimba kwenye nani? Kwenye Instagram na YouTube. Ameimba mule. Tumeimba. Sauti ilikuwa haitoki lakini tuliimba na kwambia. Ngoja nikipona tutaimba vizuri. Somo hili linaendelea, naweza kuchukua hata mwezi mzima. Ila tunaruka vipande hasa ya majukumu mengine. Namba 2. Watoaji wa fungu la 10 wanapobarikiwa, baraka zinamwagika juu yao. Baraka humwagika juu yao. Na zikimwagika juu yao, kwa wale wasiojua, wanafikiri ni uchawi. Kumbe sio uchawi. Kila kitu kinakubali. Mashamba yanakubali. Na ninyi wenyewe muangalie mapori yaliyokuwa hapa, sasa yamegeuzwa kuwa mashamba ya vyakula. Mpaka michikichi ipo. Ndizi usiseme. Miwa usiseme. Ukiwa na hamu ya mua kuanzia Januari mpaka Disemba unapata tu mua hapa. Mapapai ndio hivyo. Kwa hiyo lazima nini? Samaki. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo mtu mtoaji atafanikiwa. Namba 3. Watoaji wa fungu la 10 au zaka watampiga muharabu anayedhoofishwa juu yao na kukemewa. Mtoaji, Mungu atampiga muharabu. Mungu atamkemea muharabu. 3:11 Malaki. Malaki 3:11. Somo. Malaki 3:11. Nasoma kwa jina la Yesu. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu
hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Kabisa. Watu hata wangesemaje? Nilisema juzi wezi wamekuja kutuibia huko ofisini ili nilipe deni la Laki6 ngapi walizokuwa wameniibia, mpaka niliuza malimau. Nilienda shamba kubwa, sio hili shamba la hapo. Hii inaitwa shamba dogo hili. Kuna shamba mengi nalijua tuenda naye kule la mananasi, ndizi, maembe, kitu gani tena? Malimau na mihogo. Wewe ukienda tu urudi mikono mitupu. Ibidi niuze. Kwa Mungu anaweza kubariki kila kitu. Mikuku ikakubali, ng'ombe hakubali, mbuzi hakubali, kila kitu yakubali, biashara ikakubali, kila kitu ikakubali. Kwa nini? Kwa sababu Bwana ameondoa mharabu anayeharibu mazao yako, anayeharibu vitu vyako, wezi. Nataka niwaambie kuhusu wezi, ili wezi wanikome vizuri, wezi, ili wanikome vizuri. Miaka yote niliyofanya biashara wezi, nimekuja kuibiwa hapa mwaka huu mwezi wa 4 nimekuja kuibiwa. Mwezi mwingine niliibia 2012. Wameniibia, nimeshaacha na kazi. Wanakuja kama watu wema, kumbe wana jambo lao. Wezi ili wanikome. Kila wakiibuka mwizi, Mungu anaibua mtu mwingine atakayempiga mwizi. Sio, mnanielewa vizuri? Nilishasema kuna wezi 3 walikuja kuiba na bunduki, halafu mmoja wakamuua, wananchi wenye hasira, wakafungwa 2. Lakini kuna wezi pale Kariakoo, napandisha mizigo ghorofani, wao wanahamisha mizigo iliyobaki chini, wanapeleka kwingine. Kwa hiyo kuna jamaa wa Kasulu walisaidia, mpaka leo labda walishakufa hawapo. Mbona siwaonione hivyo na vitabu vyao? Walisaidia kuwapiga makofi. Kwa hiyo kila akipatikana mwizi alikuwa anapatikana na wakumpiga. Kwa hiyo nikawa na maisha mazuri katika biashara zangu. Miaka 20 na kitu niliyofanya biashara kuanzia 91 mpaka 2014. Mungu alikuwa pamoja na mimi. Nyumbani pale wanataka kuja kuvunja duka, Mungu anaamsha mwanamke ambaye anatoka damu kwa wingi, anaamka usiku, anakuja, mchungaji, kumbe ni wezi. Damu zinakatika, halafu na wakifukuza wezi, anasema wezi hao wezi usiku. Kwa hiyo asubuhi wanaamka, mchungaji mchawi. Watu wanaamka, wanaambizana wote, haiwezekani sisi tukaenda kumwibia mchungaji. Halafu sasa nataka nizungumze juu ya mara tatu moto maduka yangu yalipo. Moto umewaka ukavunja maduka mengine, lakini kwenye maduka yangu hakuna moto. Wanatokea watu kuzima. Kati ya wale waliokwenda kuzima pale dukani, wengine wamebadilishwa pale ni wezi. Zikaanza kupigwa pale. Hii duka la mjomba wangu, hii duka la shemeji yangu, huyu shemeji mtu, huyu mjomba mtu. Kwa hiyo zinaanza kupigwa ngumi pale. Kwa nini? Kuna mali ambayo ni ya Mungu. 90% kibaki, maana yake imebaki kwa ajili ya kwako. Kwa hiyo Mungu atailinda. Ukitoa 10%, ile 10% ikiondoka ikaenda kwa Mungu kufanya mambo ya Mungu, ile 90% inayobaki Mungu anailinda. Ndivyo ilivyokuwa, na ndivyo inavyokuwa, na ndivyo itakavyokuwa. Kubali usikubali,
90% iliyobakia Mungu anailinda, utaitumia vizuri. Hata ukinunua kitu chako kitakaa vizuri, hakitaharibiwa na mharabu hata kidogo. Noti ya 4, namba 4, sio noti, namba 4. Namba 4 mharabu. Namba 5, watoaji wa zaka wataitwa mbarikiwa na mataifa yote. Wataitwa wabarikiwa na mataifa yote. Nilionja kidogo tajiri, watu wamewahi kupiga hodi bila utaratibu nyumbani kwangu. Sio hapa Teta, hata huko nilikuwa nakaa. Nilikuwa na geti vizuri tu, unafungua kwa geti ndio unaingia ndani. Sasa walikuwa wanaingia watu wa aina mbili, wenye upendo kwa sana tumia kanisani na wale ambao ni wezi. Lakini wezi hawakuwa na nguvu sana, kwa sababu kabla hawajatekeleza tukio tayari habari zimeshavuja mpaka njia itakayopita. Njia hii leo usipite, tumesikia watu wakipanga watakuvamia wewe na mkeo. Mimi nilikuwa siache mke wangu. Kwa wale wanaume ambao wanafanya biashara na shughuli zote, usimweke mke pembeni, weka mke kwenye mali. Weka mke wako kwenye mali. Kwa wale wakina mama ambao wana mali, weka mume kwenye mali. Weka mume kwenye mali, asimamie mwenyewe ale anachotaka yeye mwenyewe. Siku moja kwenye duka la nyumbani, nimsikia baba mmoja akimwambia mke wangu, hapo ulipokaa anaweza hakaa mtu mwingine. Akarudia tena mara ya pili huyo jamaa, hapo wewe mama ulipokaa anaweza hakaa mtu mwingine muda sio mrefu. Mimi nilikuwa nimempakata Stella. Unajua ukitoka nani nimefika. Sasa nafika nakuta mama mchungaji anatukanwa. Sasa huyu mama hasemi lolote. Hakuna mtu anayemkosea, hakuna fanye nini. Yaani tena Mungu alimpa upole. Sasa nini tena huyo? Mimi nikaingia pale kwa nguvu, nikamkabidhi mtoto. Nikamwambia, hebu subiri hapo uniambie ulichosema. Atakuwa ameenda wapi? Nisubiri hapo. Sasa nyumba zenye mageti inasumbua kutoka. Jamaa alikimbia. Mpaka leo sijui yuko mkoa gani. Subiri uniambie mke wangu atakwenda wapi. Wivu inapoingia, unapokuwa umebarikiwa na Mungu, wivu huingia. Wivu kwa maana nyingine inaitwa muharabu. Muharabu ni wivu. Wivu unaweza kutokea kama muharabu. Unampa mtu chakula, anasema mimi sikujua kama kwako ndio kana maharage. Huu ni wivu. Kesho na kesho kuko utaambiwa mambo ya ajabu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo waharabu pia huwa ni wenye wivu. Mtu yeyote mwenye wivu, Bwana humkemea huyo na humtoa huyo na humsambaratisha huyo kwa sababu wivu wake. Wivu huzaa chuki. Chuki huzaa uovu. Uovu huzaa mauti wa kuua. Wale wote wanaosikia kwamba ni wachawi wanaua, wanaanzaga na chuki na namna hiyo. 6, utoaji wa zaka. Mbingu zitafunguliwa, utaitwa nchi ya kupendeza. Malaki 3:12. Utaitwa nchi ya kupendeza. 3:12. Kama watoaji ambao wanasababisha mbingu zifunguke, utaitwa nchi ya kupendeza. 12. Nasoma katika jina la Yesu. Na mataifa yote watawaiteni heri. Maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana. Watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Asema mwenyewe mzee wa siku, Mungu mkuu mwenye mamlaka yote. Wanapendeza. Aise, acha tu huu uzee.
Zamani ukipita pale Kariakoo, uko kwenye business pale, unashangaa huwezi kutembea kutwa nzima bila mtu kupiga kofi kwenye kofi dogo kwenye nani. We baba, unafanya kazi gani? Mbona umekaa vizuri? Anakupiga kofi. We baba, unafanya kazi gani? Unafanya kazi gani? Nafanya kazi zangu hapa. Picha nipite. Umeona? Dalili ya kupendeza inatoka kwa Mungu. Dalili ya kufanikiwa inatoka kwa Mungu. Dalili ya kushinda inatoka kwa Mungu. Dalili ya kuinuliwa inatoka kwa Mungu. Mwachie Mungu na umpe nafasi ili kwamba uweze kufanikiwa. Twende 7. Kama unamtolea Mungu, mbingu zikikufungukia, utaona maono uliobarikiwa na Mungu. Ezekieli 1:1. Kama ni mtoaji, tena mtoaji wa fungu la 10, utaona maono uliobarikiwa na Mungu. Angalia Ezekieli 1:1. Ikawa katika mwaka wa 30, mwezi wa siku ya 5 ya mwezi, nilipokuwa pamoja na watu waliohamishwa karibu na mto Kebari, mbingu zikafunguka, nikaona maono ya Mungu. Yesaya 1:1. Utaendelea kusoma maono ya Mungu ya namna gani aliyoona Hezekia. Lakini mimi nilisema hivi, kuna mtu hana maono. Kuna mtu maono alikwisha. Kuna mtu hana mbele wala nyuma. Yeye anasubiri kuelekezwa tu afanye hivi. Na hivi huwa tunawaambia siku zote. Tunapokuwa tunafundisha makanisani hapa, tunafundisha vitu viwili. Kwenda mbinguni, lakini kabla hujafika mbinguni kwanza tafuta hela. Sijui mtanielewa vizuri. Kabla hujafika mbinguni kwanza tafuta kazi. Kabla hujafika mbinguni kwanza omba Mungu akupe kazi ya kufanya, ya kuzalisha, uzalishe. Ndio maono yenyewe, maono ya kufanya kazi, ufanye kazi, fanya vibarua. Huwa anasema sisi wanaume ukizaliwa tu kajikuta ni mwanaume, wewe ni kazi tu. Ufaulu, usifaulu darasani, ufeli, wewe ni mwanaume tu, lazima upige kazi. Kwa sababu sasa hivi kazi serikalini hazipo. Sasa hivi kazi yoyote inalipa, lazima ufanye kazi. Miaka yote hiyo, kuanzia wakati wa Nyerere mpaka wakati wa huyu Samia nilikuwepo, nilikuwa nafanya kazi. Kwa hiyo naona wanaofanikiwa ni wenye maono tu ya kutenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Nilipofika Dar es Salaam nilifanya vitu kama 4 hivi. Mke wangu alikuwa pale nyumbani, mnapofahamu. Kazi yake ilikuwa ni mbili: kuuza duka kulilofungua na kutengeneza kitu kinachoitwa mandazi. Alikuwa mfuko mzima. Miaka hiyo sijui ilikuwa kiroba kilikuwa kinauzwa sijui shilingi 3,000, sijui shilingi 4,000 kiroba cha unga wa ngano. Yeye anatoa 300,000, 200,000, 2,500,000. Hiyo hela ni ndogo jamani. Haya, kulikuwa kuna kitu kinaitwa pampu ya kujaza, ile ya kujaza ile. Kwa mwezi 30,000 za miaka hiyo. Kulikuwa kunaitwa kuchaji simu, sola, huku nyumbani na huku kanani. Kote tuna sola na kuchaji simu. Nyumbani 1,200,000. Hapo 40,000. Hiyo ni hela tu inaingia tu kila wakati. Sasa kwa nini Mungu asikupitishe huko? Lazima uwe na maono ya kuzalisha. Uzalishe utakachokula kesho, wewe na watoto wako. Aheri watu wakuombe wewe kuliko wewe waombe watu. Sio, narudia tena. Aheri zalisha fedha, zalisha mali ili upate cha kutolea Mungu fungu la 10. Halafu heri watu wakuombe wewe
kuliko wewe waombe wao. Kanuni ya Bwana Yesu hiyo ya Mathayo 20:35. Matendo ya Mitume 20:35. Naomba wasomee watu. Matendo ya Mitume 20:35. Kanuni ya Bwana Yesu. Aheri kutoa kuliko kupokea. 35. Katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu. Jinsi alivyosema mwenyewe. Ni heri kutoa kuliko kupokea. Watakusimanga. Tunaona hivi vikumi nimevisemea sana Jumapili, mpaka nimevisemea sana. Watakusimanga. Mchungaji mimi natambulisha. Sisi kalikuwa na wewe uweze kumbulisha mchungaji. Mchungaji alikuwa na Mungu. Labda wale wachungaji ambao wana mtoto mmoja au watoto wawili. Hizo ni watoto 9, utatulishaje? Watu wazima. Okay. Wewe Mungu anaweza kutulisha. Sasa Mungu yugusa wewe, utaweza kuleta chakula. Na huyu akaleta chakula, na yule akaleta chakula. Akagusa. Ila mtu binafsi hawezi kutulisha. Ila Mungu anaweza kutulisha. Bwana Yesu asifiwe. Sijui mnatuelewa vizuri tunazungumza. Kwa hiyo kwenye maandiko, kanuni ya Bwana Yesu ya Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 35, heri kutoa kuliko kupokea. Kwenye fungu la 10 lazima tutoe 10%, 90% zibaki kwetu, tutaona matunda. Jambo la 8, Roho Mtakatifu atamfunulia mtoaji maishani mwake waziwazi, kama Mathayo 3:13-17. Mbingu zitafunguka. Roho Mtakatifu atakufunulia waziwazi katika maisha yako. Mathayo 3:13-17. Mathayo 3:13-16 hadi 17. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua, akija juu yake. Na tazama sauti kutoka mbinguni, huyu ni mwanangu mpendwa wangu wangu. Kwa hiyo hata wewe ukiwa mtoaji, mbingu zitafunguka. Jinsi mbingu inavyotoka juu kufunguka kwa ajili yako, sauti itatoka mbinguni itakufunika. Kama sauti ya Mungu ikiniambia muda hivi na hivi, nakubali. Nikubali, huwa sishauriki. Ambacho kimetoka juu mbinguni nimekisikia kama sio yangu. Wewe hatakuwa wote. Mungu kama anataka na wewe akuambie. Lakini kama Mungu hajakwambia, nisikize mimi tu nitakachosema. Sikujitangaza kama nabii kama watu wengine wanavyotangaza ili waanze kula mikuku na mibata na namna nyingine. Lakini naamini kabisa kwa level ambayo tumekuwa tukitembea na Mungu, lazima Mungu aitumie anavyotaka yeye. Na hivyo ndivyo inavyokuwa. Kwa mbingu zilifunguka. Yesu alipata sauti kutoka mbinguni iliyokuwa inasema, tazama mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. 9, utaona utukufu wa Mungu maishani mwako. Matendo ya Mitume 7
55 hadi 56. Utaona utukufu wa Mungu maishani mwako. Matendo ya Mitume 7:55 hadi 56. Matendo ya Mitume 7:55 hadi 56. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu, Stefano huyo akakaza macho yake akitazama mbinguni, wakati anateswa, akaona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Mstari wa 56, akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Kama umekaa vizuri, lazima mbingu zifunguke. Mbingu zinafunguliwa na sadaka zako, maombi yako, sauti na utiifu ulionao vinafungua mbingu. Lakini watoaji wa zaka wanafungua mbingu na kusikia sauti ya Mungu kwa sababu ya sadaka zao. Je, wewe uko tayari kufungua sauti ya Mungu, kufungua mbingu kupitia sadaka zako, posho yako, mshahara wako unachopewa? Ndio, mimi muda niko tayari, na ndio maana nasema ninafanikiwa, kwa sababu watoto wote, hakuna mtoto mgonjwa, wote wako huko, kila mmoja anafanya mashughuli zake. Sawa jamani? Kwa hiyo hakuna lawama. 10, watoaji wa fungu la 10 kwa uaminifu watamwona Yesu hata kama ikiwa mbinguni. Mbingu zitafunguka, watamwona Yesu. Matendo ya Mitume 7:55 hadi 56. Rudi tena usome pale pale. Matendo ya Mitume 7:55 56. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu, akikaza macho yake akitazama mbinguni, akaona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Ndio. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wa Mungu. Ndio. 56. Amina. Tazama, mwana wa wa Mungu akiwa amekaa upande wa kuume wa Mungu, akamwona mbingu zilipokuwa zimefunguka, akamwona. Alipomwona, na sisi tumepata habari hii. Kumbe kinachoweza kufungua mbingu ni zaka yako, maombi na utiifu, vinaweza kufungua mbingu. Sasa basi, ninayo mengine naona ni marefu, nikianza itakuwa marefu. Naomba tumalize kwa haya machache. Kama tutamtolea Mungu, twaweza kufanya mambo yafuatayo. 1, twaweza kubarikiwa. Kumtolea Mungu twaweza kubarikiwa. Kumtolea Mungu twaweza kubarikiwa kwa watoto wetu mjini au mashambani au vijijini au mitaa ya ndani au nyumba za kupanga au nyumba za kukodi. Twaweza kubarikiwa. Twaweza kubarikiwa kwa kutoa sadaka kwa Mungu. Twaweza kubarikiwa. Kama hatutoi, hatuwezi kubarikiwa. Lakini 2 inasema twaweza kutajirika. Tukimtolea Mungu fungu la 10, twaweza kutajirika. Maisha yetu yote yanaweza kufanya sisi tukatajirika. Twaweza kutajirika. Twaweza kutajirika. 3, twaweza kuinuliwa. Tukimtolea Mungu fungu la 10 kwa uaminifu, twaweza kuinuliwa. Twaweza kuinuliwa kwa mujibu wa maandiko tuliyoyasoma ya Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 1 hadi 14. Twaweza kuinuliwa
Twaweza kubarikiwa, twaweza kutajirika, twaweza kuinuliwa. 4, twaweza kujibia maombi yetu. Mathayo 7:7 hadi 11. Mathayo 7:7 hadi 11. Mathayo 7:7 hadi 11. Ombeni nanyi mtapewa. Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Bisheni nanyi mtafunguliwa. 8. Kwa maana kila ombaye hupokea, naye afunguliaye naye atafunguliwa ataona. Asante sana. Asante. Asante, natosha. 7 na 8 natosha. 5, twaweza kupona magonjwa yetu yote. Twaweza kupona magonjwa yote. Twaweza kupona magonjwa yote. Twaweza kupona magonjwa yote. Marko 16 hadi 18. Marko 16 hadi 18. Tasoma katika jina la Yesu. Ndio. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Asante, barikiwa sana. Ni wewe na bibi hapo, mikono yako hiyo. Hebu nyosha mkono mmoja wa kulia. Nyosha wa kulia. Uangalie sasa vizuri. Huo ndio wa kuweka. Kuna shule moja kama hujaanza huko Teta, nilipeleka kwa mkono kule. Nikanyosha ule mstari wote wa ile shule, watoto walikuwa wanafika mpaka kule barabarani kule. Nikiosha mkono wote wakalala chini. Ilikuwa bado kama siku 21 nianze huduma huku. Wote ulionyosha mkono wote kule wakalala chini. Nikarudi kuangalia mkono, hakuna dawa yoyote niliyoweka. Ni kwa jina la Yesu. Sema kama naenda kuanzisha kanisa na nikinyosha mkono nakuwa hivi, basi Mungu atanisaidia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo walio wengi wamekuwa na kiburi, hawajui kama sisi wengine tumenyenyekea tukiwa tuna nguvu hiyo. Hawajui. Haya, hiyo ilikuwa A. B, tusipomtolea Mungu sadaka na mikumi, twaweza kupata shida. Tusipomtolea Mungu sadaka na mikumi, twaweza kupata shida. Moja, tutahukumiwa. Tusipomtolea Mungu tutahukumiwa. 2, tutaadhibiwa. Kuadhibiwa maana yake ni kuitwa. Kuitwa. Sio kuitwa. Kupigwa. Kufanyiwa tukio. Usisababishe. Gari mko watu 54, ikianguka wewe ndio unavunjika mguu peke yako au mkono peke yako au ndio mbavu zinakaa nje peke yako au mnakuwa watao naona kuwemo. Moja, tutahukumiwa. 2, tutaadhibiwa. 3, tutaitwa wezi. Ile Kutoka ile 20:15. Twaweza kuitwa wezi. Naanza kusema umebibia nani? Malaki 3:8. Umebibia Mungu. Malaki 3:8 soma. Malaki 3:8 na Kumbukumbu ya Torati sura ya 28 mstari wa 15 na 16.
Je, mwanadamu atamuibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mnaniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam taifa hili lote. Basi mnaniibia mimi, mnaniibia. Kusoma kwani peke yao na waumini wao na watu wao na kila mtu. Niliwaambia watoto wakati ule uinjilisti bwana ulikuwa umekolea, nikasema sasa wiki hii atakayekula fungu la 10 litamtokea puani, watoto wake wataugua, naye mwenyewe ataugua. Waliugua ukurutu, nakwambia. Yaani hivi ninavyoongea, siku moja ametinga hapa kanisani. Yaani nishukuru Mungu, nikasema kumbe jamaa wale watoto siku hizi wanalingana hivyo, wameshakuwa warefu, mimi nawasalimia naangalia hivi. Wale waliokula fungu la 10, wale watoto wale waliolishwa na wazazi wao. Yaani ukiwa na mzazi ambaye haamiliki, ambaye hamtii Mungu, umekuisha. Na hata wewe mzazi ambaye wewe una tabia hiyo ya kupigana na Mungu, shida unayo. Kiwa mtoto, kijana, mtu yeyote ambaye anapigana na Mungu ataadhibiwa. 3, naitwa wezi. 4, waweza kufa kiroho. 5, twaweza kupoteza nafasi zetu za ufalme. Twaweza kupoteza nafasi zetu za ufalme. 6, tutaitwa waasi na wenye chuki na mabahili. Turudi 3, twaweza kuitwa wezi. 4, twaweza kufa kiroho. 5, tutawapoteza nafasi zetu za kifalme wa mbinguni. 6, tutaitwa waasi wenye chuki, mabahili wasiomtolea Mungu, wezi wa fungu la 10. 8, hatutajibiwa maombi hata tukiomba kuanzia asubuhi mpaka jioni, Januari mpaka Disemba, hatutajibiwa maombi. 8, tunatumwa jehanamu ya moto. Sasa ni mambo gani ambayo yanatufanya sisi tumtolee Mungu? Tuanze leo, wakati haujaisha. Inawezekana sasa katika kazi zetu zote tunazozifanya, inawezekana mtu yeyote asipoteze muda, mtu yeyote afanye. Tulisema namna rahisi ya kufanya kwa wale ambao hawakuwa, tuliwaona wengi ambao hawakuwa na bahasha, lakini hapa mlipo wengi hapa wote mna bahasha. Lakini siku ile tuliona wengi ambao hawana bahasha, lakini hata sasa kuna watu hawana bahasha hapa kanisani, au makanisani kwao huko, kwenye makanisa yao huko, kwenye makanisani kwenu huko, kwenye makanisa yenu hawatumii bahasha, lakini fungu la 10 unakula tu kama unakula vitu vingine. Achana hiyo tabia. Mwamini Bwana Yesu, usije kaitwa mwizi au mwasi au ukapoteza nafasi yako ya ufalme. Wakienda kazini wanataka kupunguza wafanyakazi, yule mwizi wa fungu la 10 ndio wa kwanza kupunguzwa. Wanataka kupunguza wafanyakazi, kwa hiyo anayepunguzwa namba 1 ni mwizi wa fungu la 10. Wakienda kuangalia aliyeiba simu ya meneja mahali ilipo, kwanza kabisa yule anayeiba fungu la 10 ndiye anayekamatwa. Maana watatafuta, watapiga kura kama Yona, wakati wa Yona, kura itakuangukia tu wewe ndio mwizi. Wakienda kwenye halmashauri wakaona kwamba kuna vitu vinapotea, wewe hapo mwizi fungu la 10 ndiye anayeonwa. Tafuta, mimi sijaiba. Wewe ndio umeiba. Mwizi wa fungu la 10 anazaa wezi wenzake, watoto wake wote watakuwa wezi. Sisi wa tabia pale nyumbani, pamoja kuzaa watoto wote hao 9, wote 9 niliozaa,
Hela tunaweka peupe mpaka leo, hamna anayeficha hela. Huwezi kuzaa wezi wakati wewe sio mwizi. Jamani, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Chochote apandacho mtu ndicho atakachofanyaje? Atakachovuna. Utavuna hivyo hivyo ulivyopanda. Ulizoea kuchomoa kuiba, unafikiri unamwibia mchungaji muda, kumbe unajibia mwenyewe. Unamwibia Mungu. Mungu haibiwi. Mungu hana shida. Mungu anakushauri wewe mwenyewe uwe na imani, usimame katika kweli yote, halafu utaona baraka zake. Hivyo ndivyo Mungu anavyotushauri. Kwa mimi na washauri kwa nafasi yangu, lazima nishauri. Sina uwezo wa kukushika kwa nguvu ufanye ninayotaka mimi. Ila nakushauri, bwana we, toa fungu la 10, toa sadaka, toa malimbuko, toa kitu chochote kinachoamuliwa, toa kwa Mungu. Mungu akubariki na kukuinua katika jina la Yesu, amina. Baba, atakutukuza na kuheshimu. Ibarikiwe jina lako. Neema yako na uweza wako ikawe kwa mtu huyu aliyesikia maandiko haya na aliyesikia mafundisho haya. Namwombea mtumishi huyu, namwombea mtu huyu, mbadilishe Bwana kwa uweza wako na nguvu, katika jina lako takatifu, amina. Namba zangu za simu 0752 58 36 14, 0752 58 36 14. Namba nyingine 0752 58 36 14. Mimi nimeanzia huduma kwenye mabasi, kwenye magari, kwenye mikusanyiko ya watu kabla sijafungua makanisa, kwenye biashara, kila maeneo, kila matukio, kwenye masoko, kwenye mikusanyiko ya watu. Kwa siogopi kufundisha fundisho lolote la kimungu. Mungu akubariki. Amina. Karibu. Tuko Mbweni, Dar es Salaam. Volume up. Power up. Askofu Wilson Muda Magwinya, karibu sana. Amina.